Bwana, leo ni siku nyingine tumekutana tena kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii yetu, nchi yetu na kadhalika. Na kama kawaida tunaangalia mambo ambayo yametrendi katika siku za hivi karibuni. Jana bwana, nimeona leo tuje na tukio moja ambalo limetokea jana ambalo ni special sana. Simba imefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Kitu ambacho Simba wamestruggle au wamepambana kwa siku nyingi sana angalau kufikia hiyo ndoto, lakini hawajafanikiwa kwa muda mrefu. Jana niliona mahali kwenye mtandao kusema kwa miaka 32 kwenye kombe la shirikisho ama kufika tu hatua hii, kwa sababu wanasema kati ya miaka 90 hapo 92, 91 hivi wanasema Simba alifanikiwa kwenda finali. Akatuona timu moja inaitwa Stella Abidjan. Sasa jana wamefanikiwa kutinga nusu finali ya kombe la shirikisho tena. Lakini kuna matukio muhimu yalitokea pale ya kiroho kidogo, yanahusia mambo ya kiroho. Sasa kwa sababu wewe ni mchungaji, nataka hapa leo tuwe na mada kidogo na wewe. Bwana, kwanza kulikuwa na mtumishi wa Mungu Mwamposa, alikaribishwa. Nimeona baada tu ya mechi pale post nyingi sana kwenye mitandao, huu ni ushindi wa Mwamposa na kadhalika. Hebu niambie kwanza kwa engo yako. Kwanza sisi tunashukuru sana kama sehemu ya mtumishi wa Mungu. Naam. Ikiwa hapa Dar es Salaam. Kukaribishwa mtumishi mwenzangu kwenye matukio ya michezo kwangu imenipa furaha na kunipa imani ya kila ambacho ninakitumikia. Kwa mfano, kabla ya mwaliko huo tuliona klipu mbalimbali wachezaji siku hizi wanakuja kwetu watumishi kwa ajili ya kuombewa, kupata maombi. Maana yake jamii yetu sasa inaanza kuhamishwa kiakili kutoka kwenye kutegemea uganga na ushirikina na kuhamia kwenye kumtegemea Mungu. Mimi nina furaha sana, nina furaha sana kuona kwamba tunathaminiwa na tunaaminiwa sasa hivi watumishi wa Mungu. Imani inapata nafasi. Kwa hiyo na nilishukuru Mungu, yule mchezaji sijui ni nani yule ambaye alikuwa alifunga ile penalty ya mwisho. Sijui, unajua watumishi wa Mungu sometimes si nani unaweza alikuwa Shomari Kapombe. Watu wanapenda kumuita Baba Esther aliwaheshimisha sana na ninamshukuru na ninamwombea mbele za Mungu Baba Esther. Mungu huyo Shomari Kapombe, Mungu ambariki na ambariki sana kwa sababu baada ya kufunga alionyesha 100 Jesus. Yani ni vision nzuri ya kwamba yani mechi yote 100, yani hakuna inayobaki ni kwa Jesus. Kwa hiyo mimi nashukuru na Simba wakiangalia vizuri watu harika watumishi wote kwenye mechi ya nusu finali. Ili tutatandika maombi. Sawa. Na kwa upande wako, maana tunapoongea hizi mechi, kwa sababu leo tumechagua eneo hii ya kuiongelea, unaweza ukawatabiria nini Simba kwa hatua ya nusu finali nyingine na hata mbele? Kwanza nimtabiria yule aliyevaa Shomari Kapombe Baba Esther. Namtabiria basi Mungu akimjali afunge goli 1 au 2. Ninakumbuka kuna moja niliona la mwisho vijana nao wakaandika kwamba ni golden chance, yani sentimita chache, lakini nikwambie ile mechi tunashukuru sisi tulikuwa tunahitaji Mungu aonyeshe vile anavyowapitisha watu kwenye sindano, kwenye tundu la sindano. Hiyo ndo mechi ya jana kwamba Mungu katupitisha kwenye tundu la sindano. Kwa hiyo mimi ninatabiri
watualike watumishi na ninaahidi kwamba sisi watumishi tutawaombea kuanzia sasa mechi ile, na mtualike wote tuweze kujumuika. Yaani pale ukivaa kola tu ya kichungaji na nguo za kichungaji watu ruhusu free. Unasikia wewe nani ambaye yule mtangazaji yule mwandishi wao msemaji wa klabu anaitwa nani? Ahmed Ali. Ninaomba ndugu yule yaani akiona kola tu tumevaa wachungaji tupite. Lakini unajua Dar es Salaam ina watu wajanja, wengine watavamia, kila mtu atafuta kola ya kichungaji. Tashangaa uzuri vitambulisho vipo. Kwa hiyo wachungaji ambao ni wachungaji, ninaamini makanisa mengi yanatoa vitambulisho. Na je, wale watumishi wa Mungu ambao hawavai kola, wale wachungaji watapitishwa kwa namna ya mavazi yao, kwa sababu kila dhehebu ninaamini